Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Mrembo wa Wema Sepetu siku ya leo ameweza kucharuka vibaya huko kwenye mitandao ya kijamii baada tu ya media ya Wasafi kuweza kumzungumzia katika kipindi cha The Switch. Tuliweza kuona watangazaji wa kipindi hicho Mchaga OG pamoja na kina Alia wakiwa wanazungumzia ngoma ya nyuma zaidi ya msanii Diamond Platnumz, ngoma ya Nataka Kulewa. Wakawa wanazungumza na kudai kwamba kipindi hicho Diamond Platnumz aliweza kusimulia kwamba Wema alimsaliti na msanii wa filamu au msanii wa maigizo huyu Yusufu Mlela, na baada ya kumsaliti Diamond Platnumz, baadaye Diamond Platnumz akawa na msongo wa mawazo, akaweza kutoa ngoma ya Nataka Kulewa. Sasa baada tu ya Mchaga OG au huyu mtangazaji kuzungumza hivyo, Wema Sepetu ameonekana kuchukizwa vibaya mno na ameonekana kukasirishwa na namna ambavyo Wasafi wamemzungumzia vibaya katika kipindi hicho cha The Switch. Na ukiangalia walikuwa wanamsifia bosi wao kwamba alikuwa anampenda Wema, lakini Wema Sepetu akaja akazingua, akatembea na Yusufu Mlela. Diamond Platnumz akawa ameumizwa kipindi hicho, akatoa ngoma ya Nataka Kulewa. Walizungumzia kama kipindi tu au walizungumzia kwa sababu ilikuwa ni siku ya Alhamisi, throwback Thursday, kwamba walikuwa wanazungumzia mambo ya nyuma yaliyowahi kutokea, na wakaamua kumzungumzia Wema Sepetu pamoja na bosi wao Diamond Platnumz. Baada ya yote hayo kutokea, baada ya kumzungumzia Wema Sepetu webana ameweza kucharuka vibaya na kuwajibu au kumjibu huyo mtangazaji ambaye alidai kwamba yeye alimsaliti Diamond, mambo kama hayo. Wema Sepetu kupitia katika akaunti yake ya Instagram, kupitia Insta story, ameweza kuandika ujumbe mrefu na nitakusomea hapa. Ameweza kuandika akasema, media siku hizi zimekuwa za kiwaki sana, mnakosa mpaka story za maana za kuongea, mnaanza kuongea ujinga, afu hamna uhakika, mnaboboja uongo. Mmetumwa nini? Nishasema mnitoe kwenye vichwa vyenu, kwenye vinywa vyenu. Why don't you get it into your big head? Kwa nini mnaniweka mimi kwenye vichwa vyenu hivyo vikubwa vya habari? Akasema, oya, achaneni na mimi, sipendi kuongelewa upuuzi, sitaki. Msione nimekaa kimya mkaona mtu kama fala mmoja. Sizimii, na ndo maana hata kwenye hiyo media yenu sijawahi kujishirikisha kwa lolote. Why drag me in your bullshit? Akasema sitaki, leave me the fucking alone, kwamba naombeni mniache na upuuzi wangu peke yangu, niko peke yangu. Yaani sitamani mtu anizungumzie katika media ya aina yoyote ile. Unaweza kuona Wema amepaniki, Wema amejisikia vibaya, the way walikuwa wanamzungumzia vibaya katika hicho kipindi cha The Switch, basi yeye hajapendezwa na namna ambavyo wamemzungumzia. Wangemzungumzia kwa mazuri, huenda Wema angefurahi na kukaa kimya, lakini wamemzungumzia kwa mabaya, na ni mambo ambayo yaliwahi kupita huko nyuma na sasa hivi ana mahusiano yake. Unafikiri aliyeko naye yeye anajisikiaje? Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.